Karibu usikilize taarifa kuu za habari kupitia sauti ya ukweli na uhalisia. Hapa ni Congo Post News. Leo tunakuletea mfululizo wa habari muhimu kutoka mashariki na kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, muungano wa FCM23 umetangaza kufungwa kwa mafunzo ya zaidi ya viongozi wa msingi 416 katika eneo la Ruchuru, hatua inayozua mjadala kuhusu hali ya kisiasa na usalama katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi hao. Tutaelekea pia katika jimbo la Kivu Kusini, eneo la Bibokoboko huko Fizi, ambako mjumbe wa maalum wa rais wa Kongo ametoa kauli nzito kuhusu kile alichokiita njama ya Rwanda katika kuchochea mgawanyiko dhidi ya jamii ya Banyamulenge, pamoja na kufichua madai kuhusu kuingizwa kwa waasi wa Retabara katika maeneo ya Minembwe na Fizi. Lakini pia katika jimbo la Lualaba, taharuki imetanda baada ya mashambulizi ya watu wenye silaha katika eneo la Kisankala kusababisha kifo cha raia mmoja wa China, huku mamlaka zikianza uchunguzi wa kina kubaini waliohusika na tukio hilo. Lakini vile vile tutakuunga na habari za kimataifa kupitia taarifa yetu kuu ya asubuhi ya leo. Hizi ndizo habari kuu za asubuhi tutakazo kuangazia kwa kina katika toleo letu la asubuhi. Usiondoke mbali, ni mimi mtangazaji wako Idi George kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, sauti ya habari za ukweli kutoka ndani ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Karibu. Katika eneo la Bibokoboko wilayani Fizi katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mjadala kuhusu hali ya usalama na mvutano wa kijamii umeendelea kuchukua sura mpya baada ya kauli zilizotolewa na mjumbe maalum wa rais wa Kongo katika maeneo ya juu na ya kati ya Fizi pamoja na Uvira, Jacques Kongolo. Katika mkutano uliofanyika mbele ya wakazi wa jamii mbalimbali wanaoishi Bibokoboko, Jacques Kongolo alizungumzia kile alichokiita kuwa ni mbinu ya Rwanda ya kuchochea baadhi ya makundi ya wazalendo pamoja na sehemu ya maoni ya umma dhidi ya jamii ya Banyamulenge. Kwa mujibu wa mjumbe huyo wa rais, hatua hiyo inalenga kutengeneza mazingira ambayo yataweza kutumiwa mbele ya jumuiya ya kimataifa kwa madai kwamba jamii ya Banyamulenge inabaguliwa nchini Kongo. Akizungumza bila kuficha hisia zake, Jacques Kongolo alisema kuwa hali ya sintofahamu inayoshuhudiwa katika maeneo ya Fizi na Minembwe imekuwa ikitumiwa kisiasa na baadhi ya wahusika ili kuongeza mgawanyiko kati ya jamii zinazokaa katika eneo hilo. Alisitiza kuwa suala la ubaguzi dhidi ya Banyamulenge linapaswa kujadiliwa kwa kweli na kwa kuzingatia historia nzima ya migogoro ya eneo hilo. Kuhusu maafisa wa jeshi la FARDC kutoka jamii ya Banyamulenge ambao wamewahi kukamatwa au kuwekwa kizuizini, Kongolo alieleza kuwa hatua hizo hazipaswi kutafsiriwa kama ubaguzi wa kikabila. Alisema kuwa hata maafisa kutoka makabila mengine wamekuwa wakikamatwa na kufungwa kutokana na tuhuma ambazo zinazohusiana na usalama wa taifa na nidhamu ya kijeshi. Katika hotuba yake alitoa mfano akisema kwamba si maafisa wa Banyamulenge pekee wanaowahi kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria, bali hata majenerali kutoka jamii nyingine wamekuwa wakikumbwa na hali hiyo. Kauli hiyo inaonekana kuwa sehemu ya juhudi za kupunguza mvutano uliopo kati ya jamii mbalimbali katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jacques Kongolo alimshtumu rais wa zamani Joseph Kabila kwa madai ya kuhusika katika kuingiza waasi wa Burundi wa kundi la Retabara katika maeneo ya juu ya Minembwe na Fizi tangu mwaka wa 2017. Kwa mujibu wa Kongolo, waasi hao walihusika katika mashambulizi dhidi ya raia wa Banyamulenge, wizi wa mifugo pamoja na uharibifu wa vijiji hata kabla ya kuingia madarakani kwa rais wa sasa Felix Antoine Tshisekedi. Mjumbe huyo wa rais pia amewauliza wakazi wa maeneo ya kati ya Fizi na aliwauliza kuwa kwa nini baadhi ya viongozi wa Banyamulenge wanaoshirikiana waasi hao waliowahi kuwa karibu na Joseph Kabila hawajawahi kuulizwa kuhusu mashambulizi yaliyowahi kufanywa dhidi ya jamii hiyo katika miaka iliyopita. Kauli hizo zimezua mjadala mkubwa katika eneo la Kivu Kusini, huku baadhi ya wananchi wakitaka uchunguzi wa kina kuhusu madai hayo, na mengine wakihofia kuwa matamshi ya kisiasa yanaweza
kuongeza mvutano wa kijamii katika maeneo ambayo tayari yameathiriwa na migogoro kwa muda mrefu. Kwa miaka kadhaa sasa, maeneo ya Fizi, Minembwe na Uvira yamekuwa yakikabiliwa na changamoto za kiusalama zinazohusisha makundi yenye silaha, migogoro ya kikabila pamoja na mashambulizi dhidi ya raia. Serikali ya Kongo imekuwa ikiahidi kurejesha utulivu, huku viongozi wa kijamii wakihimizwa kuendeleza mazungumzo ya maridhiano ili kuzuia kuongezeka kwa machafuko. Mpaka sasa hakuna tamko rasmi iliyotolewa na Rwanda wala na kambi ya rais wa zamani Joseph Kabila kuhusu madai yaliyotolewa na Jacques Kongolo. Hali ya taharuki na huzuni imetawala katika eneo la Biakato wilayani Mambasa mkoani Ituri, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia shambulio jipya lililofanywa na wapiganaji au wagaidi wa ADF ESCAP. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na uratibu wa mashirika ya kiraia Force Vive ya wilaya Mambasa, shambulio hilo lilitokea majira ya mchana ya siku ya Alhamisi tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2026. Wapiganaji hao walivamia ghafla mji wa Biakato na kuanzisha mashambulizi dhidi ya raia wasio na hatia. Mashahidi waliokuwepo eneo la tukio wanasema milio ya risasi ilisikika kwa muda mrefu, hali huku wananchi wakikimbia ovyo kuokoa maisha yao. Katika mazingira hayo ya hofu, zaidi ya raia 14 waliripotiwa kuuawa, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa na mali nyingi kuharibiwa. Mashirika ya kiraia yameeleza kuwa washambuliaji hao waliingia mjini wakiwa na silaha nzito na walifanya mauaji kwa kutumia risasi pamoja na mapanga. Baadhi ya familia zimelazimika kukimbia makazi yao kutokana na hofu ya kurejea tena kwa mashambulizi. Eneo la Biakato pamoja na maeneo mengine ya wilaya ya Mambasa imekumbwa na mashambulizi ya kundi la ADF mara kwa mara, ambalo linatumiwa kufanya mauaji ya raia na kusababisha maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao kwa miaka mingi sasa. Baada ya tukio hilo, viongozi wa kijamii pamoja na mashirika ya kiraia wametoa wito kwa serikali ya Kongo na vikosi vya usalama kuongeza operesheni za kijeshi ili kulinda wananchi. Wanasisitiza kuwa hali ya usalama bado ni mbaya ya wananchi. Wananchi wanaendelea kuishi kwa hofu kila siku. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa Biakato wameeleza masikitiko yao wakisema kuwa licha ya uwepo wa jeshi katika baadhi ya maeneo ya Ituri, mashambulizi ya ADF yanaendelea kusababisha vifo na mateso makubwa kwa wananchi wasiokuwa na hatia. Hadi sasa mamlaka za kijeshi katika eneo hilo halijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi kamili ya waliofariki wala hatua zinazochukuliwa kufuatia shambulio hilo. Hata hivyo, juhudi za kuwatafuta manusura pamoja na kuhamasisha majeruhi zinaendelea bado. Mashambulizi haya mapya yanaongeza wasiwasi mpya kuhusu kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambako makundi yenye silaha yanaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Ni tukio ambalo limeacha majonzi makubwa kwa wakazi wa Biakato na kuamsha tena kilio cha wananchi wanaotaka kurejeshwa kwa amani na usalama katika eneo hilo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika eneo la Ruchuru, jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muungano wa AFC M23 umetangaza kumalizika kwa mafunzo ya zaidi ya viongozi wa misingi 416, hatua ambayo inaendelea kuzua mjadala kuhusu hali ya kisiasa na kiusalama katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi hao. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na AFC M23, mafunzo hayo yalenga kuandaa viongozi wa ngazi za chini katika swala la utawala wa jamii, uongozi wa kiraia pamoja na uratibu wa shughuli mbalimbali katika maeneo ya Ruchuru. Washirika wa mafunzo hayo walitoka katika vijiji na mitaa tofauti katika eneo hilo. Katika hafla ya kufunga mafunzo hayo, viongozi wa AFC M23 walieleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha usimamizi wa maeneo yanayodhibitiwa pamoja na kuandaa mfumo wa utawala unaoweza kuwahudumia wananchi waliopo katika maeneo hayo. Waasi hao wanasisitiza kuwa wanataka kujenga utawala wa karibu
utawala wa karibu unaoshirikisha wananchi wa kawaida kupitia viongozi wa msingi. Hata hivyo, maendeleo hayo yameendelea kuzua hisia tofauti miongoni mwa wananchi pamoja na wadadisi wa masuala ya usalama nchini DRC. Wapo wanaoona hatua hiyo kama jaribio la kuimarisha siasa na kiutawala katika maeneo yanayokaliwa na waasi wa M23, huku wengine wakihofia kuwa inaweza kuongeza mvutano kati ya serikali ya Kinshasa na kundi hilo la waasi. Kwa miezi kadhaa sasa, maeneo ya Rutshuru, Masisi pamoja na sehemu nyingine za Kivu Kaskazini yameendelea kushuhudia mivutano ya kivita kati ya jeshi la serikali ya FARDC, wapiganaji wa Zalendo na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na AFC. Mapigano hayo yamesababisha maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao, huku hali ya kibinadamu ikiendelea kuwa vigumu. Serikali ya Kongo imekuwa ikituhumu mara kwa mara muungano wa AFC M23 kwa kujaribu kuanzisha utawala sambamba katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake, AFC M23 imekuwa ikijitetea kuwa inalenga kulinda usalama wa wananchi na kurejesha utawala bora katika maeneo yaliyo chini ya usimamizi wake. Wachambuzi wa siasa na maeneo ya maziwa makuu wanaeleza kuwa mafunzo ya viongozi wa msingi yanaweza kuwa ishara ya mkakati mpana wa waasi hao kujiweka karibu zaidi na wananchi katika maeneo yanayodhibitiwa. Hata hivyo, bado kuna wasiwasi mkubwa kuhusu hatima ya mafunzo ya amani pamoja na mustakabali wa usalama katika jimbo la Kivu Kaskazini. Wakati huo, jumuiya ya kiraia katika eneo hilo imeendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo huo kuweka mbele maslahi ya wananchi na kuacha mapigano ambayo yameendelea kusababisha mateso makubwa kwa raia wa kawaida. Mpaka sasa serikali kuu ya Kinshasa haijatoa tamko rasmi kuhusu kufungwa kwa mafunzo hayo ya viongozi ya msingi yaliyoandaliwa na waasi wa M23 katika mji wa Rutshuru. Katika jimbo la Lualaba kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya taharuki imetawala katika eneo la Kisankala baada ya kutokea mashambulizi ya silaha yaliyosababisha kifo cha raia mmoja wa China anayefanya shughuli zake katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa vyanzo vya usalama pamoja na mashuhuda wa tukio hilo, watu wenye silaha walivamia eneo ambalo raia huyo wa China alikuwa akifanya shughuli zake kabla ya kufyatua risasi na kusababisha kifo chake. Tukio hilo limetokea katika mazingira ambayo bado hayajafafanuliwa kikamilifu na mamlaka za eneo hilo. Mashuhuda wanasema milio ya risasi ilisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Kisankala, huku baadhi ya wananchi wakikimbia maeneo hayo kwa hofu ya usalama wao. Baada ya shambulizi hilo, vikosi vya usalama vilitumwa kwa haraka katika eneo la tukio kwa ajili ya kuanza uchunguzi wa kutafuta wahusika wa shambulio hilo. Mpaka sasa bado haijajulikana wazi sababu za shambulizi hilo wala idadi kamili ya washambuliaji waliohusika. Hata hivyo, mamlaka za ndani zimeahidi kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini mazingira ya tukio hilo pamoja na kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. Kifo cha raia huyo wa China kimeibua tena mjadala kuhusu hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya uchimbaji madini nchini Kongo, hasa katika jimbo la Lualaba ambalo limekuwa moja ya maeneo muhimu ya uzalishaji wa madini ya shaba na coltan. Katika miaka hivi karibuni, wawekezaji na wafanyakazi wa kigeni wamekuwa wakikabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama katika baadhi ya maeneo yenye shughuli kubwa za madini. Wakazi wa Kisankala wameeleza masikitiko yao kufuatia tukio hilo, huku wakitoa wito kwa serikali kuimarisha usalama ili kuzuia mashambulizi kama hayo yasijirudie tena. Baadhi yao wanasema kuwa vitendo vya uhalifu wa kutumia silaha vimekuwa vikiongezeka katika maeneo fulani ya Lualaba na kusababisha hofu kwa wananchi pamoja na wafanyabiashara. Kwa upande wake, serikali ya Kongo imekuwa ikiahidi kuimarisha usalama katika maeneo ya migodi na kuhakikisha wawekezaji pamoja na wananchi wanapata ulinzi wa kutosha. Tukio hili linaweza kuongeza shinikizo kwa mamlaka za usalama kuchukua hatua kali dhidi ya makundi ya wahalifu wanaoendesha mashambulizi katika maeneo ya kiuchumi.
Tukio hilo limeendelea kufuatiliwa kwa karibu na wadau mbalimbali kutokana na umuhimu wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Kongo na China, hasa katika sekta ya madini ambayo imekuwa ikivutia uwekezaji mkubwa wa kampuni ya Kichina. Mpaka sasa ubalozi wa China nchini Kongo bado haujatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini waliohusika na chanzo cha shambulizi hilo lililosababisha kifo cha raia huyo wa kigeni nchini huko mjini Kisankala katika mkoa wa Lualaba kusini mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi acha nikunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Mvutano wa vita vya Iran unaendelea na kuna matumaini ya jibu kutoka Tehran kuhusu mapendekezo ya hivi karibuni ya kusitisha vita vya Marekani na Iran. Washington na Tehran zimetuma ishara tofauti kuhusu uwezekano wa mafanikio. Iran bado inapitia pendekezo la Marekani, huku vyanzo nchini Pakistan ambao ndio mpatanishi mkuu wa vita hivi vikisema kwamba jibu linatarajiwa hivi karibuni. Awali Rais wa Marekani Donald Trump alisema utawala wake ulikuwa na mazungumzo mazuri sana na Iran. Tunawasiliana na watu wanaotaka kufanya makubaliano haraka na tutaona kama itawezekana kufanya hivyo au la. Hilo linaturidhisha. Tumedhibiti hali kwa sasa. Kuendelea kufungwa kwa mlango wa Hormuz kunaendelea kushangaza. Jeshi letu la wanamaji limefanya vizuri sana. Kazi waliofanya ni ngumu sana kuhakikisha kwamba hakuna anayepita, hasa wa Iran. Hawapitishi chochote hapo kwa njia moja ama nyingine. Hawana biashara. Tutaona kama watakubaliana nasi au la. Na ikiwa hawatakubali, itabidi wakubali baadaye. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Jana Jumatano, vikosi vya Marekani vilizuia meli ya mafuta iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Iran katika ghuba ya Omani. Jeshi la Marekani linasema meli hiyo kwa jina MT Hasna ilijaribu kusafiri kuelekea bandari ya Iran kinyume na kizuizi cha Marekani. Aidha, inasema meli hiyo ya mafuta ilipuuza onyo la mara kwa mara kabla ya kushambuliwa kwa kombora lililorushwa kutoka kwa ndege ya Marekani. Tukio hilo linakuja huku kukiwa na ongezeko la mvutano na juhudi za kutekeleza vikwazo dhidi ya meli za Iran. Rais wa Iran amekosoa vitendo vya Marekani akisema diplomasia inasukumwa kupitia vitisho na vikwazo. Wakati huo huo, kumekuwa na shambulio la Israel huko Beirut likimlenga kamanda mkuu wa Hezbollah. Chanzo kilicho karibu na Hezbollah kinasema mmoja wa makamanda wake wakuu aliuawa katika shambulio la Israel katika vitongoji vya kusini mwa Beirut. Hili lilikuwa shambulio la kwanza eneo hilo katika muda wa karibu mwezi mmoja. Kamanda huyo ametajwa kuwa ni Malek Balout, anayesemekana kuwa kamanda wa operesheni wa kitengo maalum cha vikosi vya Radwan cha kundi hilo. Ripoti moja ambayo haijathibitishwa bado inasema shambulizi hilo lilipiga nyumba ambayo viongozi wa kitengo hicho walikuwa wakikutana. Maafisa wa Israel wanasema aliyekuwa kilengwa alikuwa mkuu wa kikosi cha Radwan cha Hezbollah. Mvutano huo wa Mashariki ya Kati unaendelea kuathiri biashara ya mafuta ulimwenguni, huku baadhi ya nchi zenye uchumi mdogo zikiathiriwa zaidi. Sasa hali ni mbaya zaidi nchini Madagascar, kisiwa kilicho katika bahari ya Hindi, takriban kilomita 400 tu kutoka pwani ya kusini mashariki mwa Afrika. Serikali ya taifa hilo ilitangaza hali ya dharura kufuatia ugumu wa kupata mafuta, na mpaka sasa ni karibu majuma 4 yamepita. Uhaba huo wa mafuta unazidi kuathiri maisha ya watu ya kila siku. Familia zinahangaika kupata huduma muhimu kama afya, huku biashara zikifungwa na usafirishaji kusitishwa katika maeneo mengi. Mwandishi wa BBC Alfred Lastek ametuandalia taarifa ifuatayo. Maelfu ya kilomita kutoka kwenye eneo la vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, athari zinaendelea kuonekana maeneo mengi ikiwemo nchi ya Madagascar. Bei ya mafuta ipo juu, huku mgao wa umeme nao unaongeza changamoto na familia zinakabiliwa na ugumu. Raza Fiariso Ajin ana umri wa miaka 84, anaishi na mjukuu wake Rakoto Arimana na Misa ambaye ni mgonjwa na anahitaji matibabu ya haraka. Hata hivyo, gharama za usafiri zinaongezeka na hana uwezo wa kumpeleka hospitali.
Kwa sababu ya changamoto ya upatikanaji wa mafuta, hatuwezi kufanya lolote ili kuweza kufika hospitalini. Ugonjwa utaendelea kuwa mkubwa iwapo hakuna tiba. Ninajisikia vibaya sana na nimekuwa nikitamani kupona toka siku nyingi. Wazazi wangu hawawezi tena kugharamia matibabu yangu na nina maumivu makali sana. Tumbo langu limevimba mpaka miguu yangu pia imevimba kwa nyakati tofauti na siwezi kutembea tena. Katika vituo vya mafuta, watu husubiri kwa saa, wakati mwingine hawapati mafuta kabisa. Baadhi ya biashara zinafungwa. Rakota Jean ni dereva mwenye umri wa miaka 80 ambaye ametumia zaidi ya miongo 4 akitoa huduma ya usafiri. Anasema huu ni wakati mgumu zaidi ambao amewahi kukumbana nao. Siwezi kufanya kazi, ni vigumu kuhudumia familia yangu. Naombea yale yanayoendelea kati ya Iran, Marekani na Israel yaishi, kwa sababu ni vigumu kuishi bila ya mafuta. Maisha yetu yanategemea mafuta. Bila mafuta hakuna maisha. Serikali ya Madagascar inasema hali ya dharura ilikuwa ni hatua muhimu. Ninaamini kuna ufumbuzi na serikali ina mpango maalum kulingana na dharura ile ya nishati iliyotangazwa. Tutegemee changamoto zitatatuliwa haraka. Nina imani tayari kuna usimamizi madhubuti. Sio Madagascar tu ambao wameathirika, hata nchi nyingine Afrika kama vile Kenya, Msumbiji na hata hapa Tanzania bei zimepanda, hivyo gharama za usafiri na vyakula ipo juu. Changamoto hiyo inaonyesha ni kiasi gani bara la Afrika inategemea mafuta kutoka nje. Alfred Lastek, BBC. Sasa bado tusalie katika vita hivyo. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimeifanya nishati kuwa swala kuu katika siasa za kimataifa. Pia limeacha nchi nyingi zikiangazia usalama wao wa nishati na jinsi ya kuimarisha. Hivyo ni kwa namna gani kuwa na nguvu katika masuala ya nishati kunaweza kuipa nchi ushawishi wa kisiasa? Mwanahabari wetu Peter Mwangangi anawasilisha ripoti ya Chris Sitop. Mgogoro wa Mashariki ya Kati umefanya usalama wa nishati kuwa kipaumbele katika ajenda ya kisiasa ya kimataifa. Kuzuiwa kwa mlango bahari wa Hormuz, njia kuu ya usafirishaji wa mafuta wakati wa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, kulionyesha jinsi usambazaji wa nishati unavyoweza kuwa hatarini. Tunaona kwamba nishati inatumiwa kama chanzo muhimu katika migogoro na ushindani. Inalengwa ili kuwapiga wapinzani, kuumiza uchumi wao na kupunguza uwezo wao wa kupigana vita au hata kuwa na ushindani wa kibiashara. Kwa serikali, usalama wa nishati ni zaidi ya kuwa na mafuta na umeme wa kutosha tu. Inamaanisha kujua nguvu yako inatoka wapi, inagharimu kiasi gani na ni nani anayeweza kuikatisha. Kadri usambazaji wako unavyokuwa salama, ndivyo unavyopunguza hatari ya kukumbwa na mambo kama kupanda kwa bei na utegemezi kwa nchi nyingine. Kwa muda mfupi ni kuhusu upatikanaji, ni kuhusu kupunguza athari za bei, na kisha kwa muda mrefu ni maswali kuhusu jinsi gani unavyoweza kuachana na mafuta na gesi kwa haraka kuelekea nishati mbadala. Kwa miongo kadhaa, mafuta na gesi vimekuwa chanzo muhimu katika siasa za kimataifa. Marekani inazalisha kiasi kikubwa cha mafuta na gesi, lakini pia inataka kupata nishati kutoka nje ya mipaka yake. Na usambazaji wa nishati ni jambo ambalo Rais Trump amelipa kipaumbele. Tuna kampuni kubwa ya mafuta zinazoendelea Venezuela sasa, zikitafiti na kuchagua maeneo yao, na zitarudisha utajiri mkubwa kwa Venezuela na kwa Marekani. Na kampuni za mafuta zitafanya vizuri pia. Marekani kwa kuwa mzalishaji mkubwa zaidi wa mafuta duniani na pia gesi, wako katika nafasi nzuri inapokuja katika swala la usalama wa nishati. Hata hivyo, bado wako hatarini kutokana na mabadiliko ya bei, na nadhani hili litakuwa swali linaloongezeka kwa Rais Trump kuhusu kile atakachofanya katika upande wa bei za mafuta zinapoongezeka, na jinsi atakavyosimamia hilo kwa kutumia zana chache alizonazo. China kwa upande mwingine ni mfano wa jinsi uzalishaji wa nishati unavyobadilika. Bado inatumia kiasi kikubwa cha mkaa, mafuta na gesi, lakini pia ni mtengenezaji mkuu wa paneli za kunasa nishati ya jua pamoja na betri na teknolojia nyingine za nishati safi. Hiyo imesaidia kuipa Beijing usalama wa nishati nyumbani na ushawishi nje ya nchi. Ndani ya nchi ni kinga kubwa sana. Kimataifa ni chanzo cha ukuaji wa uchumi.
ni chanzo cha faida na uwezekano wa ushawishi wa siasa ya kikanda, kwani Uchina imejipanga vizuri sana kusambaza nchi yoyote ambayo sasa iko na hali tete katika nishati ya kisukuku. Itataka kuendeleza nishati mbadala zaidi na kuwa huru zaidi kishati. Barani Ulaya, hatua ya kuhama kutoka kwa nishati ya kisukuku kwenda nishati mbadala pia inaendelea, na bara hilo tayari limejifunza gharama ya kuwategemea wengine. Tangu uvamizi kamili wa Urusi dhidi ya Ukraine, Umoja wa Ulaya umefanyia kazi njia za kupunguza utegemezi wake kwa nishati ya Urusi. Hilo limeimarisha usalama wake kwa njia fulani, lakini ni mchakato mgumu na wa gharama kubwa. Kwa muda mrefu, Ulaya imekuwa na mkakati. Imekuwa ikifanya mengi ili kupunguza matumizi ya kaboni katika uchumi, kupunguza utegemezi wa mafuta na gesi na kutumia vyanzo mbadala vya nishati. Lakini hii inachukua muda mrefu, na katika kipindi hiki cha mpito, Ulaya iko hatarini sana na inateseka kutokana na ukosefu wa ushindani kwa sababu ya bei ya juu ya nishati na matatizo mengine ya kimuundo inapojaribu kuongeza matumizi ya ulinzi pia. Hivyo yote haya yanamaanisha nini kwa mustakabali wa uzalishaji wa nishati? Mfumo wa nishati duniani unabadilika, huku nchi zikijaribu kupunguza utegemezi kwa wengine kwa ajili ya nguvu zao. Lakini gharama kubwa na rasilimali chache zimefanya mabadiliko hayo kuwa na kasi ya chini na pia kuwa magumu. Kwa sasa, ushawishi mwingi bado uko mikononi mwa wale wanaodhibiti usambazaji wa nishati. Hani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu za siku ya leo au za asubuhi ya leo tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha unajiabone, una comment vile vile una partager. Na mtu mwingine banasema una subscribe, una like, una comment pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari mwanzo hadi mwisho. Basi jina langu ni Idi George, nikiendelea kutangazia kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, na kupitia Facebook tutafute kupitia jina langu Idi George, na hapo utakapata habari kamili kwa muda muafaka, tena habari za kuaminika, tena za uhakika. Basi tukutane katika taarifa za habari za mchana wa leo tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Asante.